Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Huku vijana wa Gen Z wakiendelea kujiandaa kuingia kwenye maandamano siku ya kesho kule jijini Nairobi, mambo yameanza kuchemka. Maofisa wa polisi wameanza kufunga barabara ambazo zinaelekea kule State House ili kuhakikisha kwamba maandamano yakianza siku ya kesho hakuna Mkenya yoyote ambaye atakuwa kwenye maandamano ataruhusiwa kuelekea kule kwenye ikulu ya rais. Kama vile ambavyo vijana wa Gen Z wanasema ya kwamba kesho watakuwa wanafanya maandamano mpaka kwenye ikulu ya rais. Lakini nayo serikali, watazamaji wangu, tayari imeanza kufanya juhudi kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya yoyote ambaye ataruhusiwa kuelekea kule kwenye ikulu ya rais. Ili ni eneo ambalo, watazamaji wangu, linalindwa, ni eneo ambalo linalindwa na maofisa wengi wa polisi, GSU, na hata hakuna mtu yote ambaye amewahi kuikaribia ile ikulu ya rais. Kwa hivyo vijana wa Gen Z endapo watajaribu kuingia kule kwenye ikulu ya rais, watazamaji wangu, mambo yatakuwa ni tofauti sana, kwa sababu hakuna eneo lingine ambalo linalindwa na liko na usalama wa hali ya juu kama ikulu ya Rais William Samoei Ruto. Na watazamaji, nao vijana wa Gen Z wako na ujumbe gani kwa serikali ya Kenya Kwanza wakati watakuwa wanaingia kwenye maandamano siku ya kesho? Vijana wa Gen Z wameamua kipindi hiki hawataki kutumiwa na wale activists ama wale ambao wamekuwa wakiongoza maandamano, kwa sababu kuna wale ambao wanapanga ndiposa yafanyike. Sasa kuna baadhi ya kundi la vijana wa Gen Z ambao wanasema kwamba wao hawatoingia kwenye maandamano kama hawatapewa kitu kidogo. Watazamaji, kesho itakuwa ni siku ya maandamano makubwa sana hapa nchini Kenya. Na kabla ziendelea zaidi, watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa vijana wa Gen Z wakizungumzia kuhusiana na maandamano ya siku ya kesho tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mtulipe pesa zetu zenye mulitutumikia last time. Pesa zetu watoto na tunataka tulina. Naitwa John, mana long distance John. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu juu ama activist wamnafanya na kula tiaga silikona mtoto mdogo. Nikishikwa niende ndani, ama venye watu wanapotea nipotezwe, mtoto wangu atalishwa na nani? Ama activists wakitupeleka huko watulipi hata pesa. Sisi ndio tunateseka, tunapigwa na tiaga, tumeumia na hatupewi pesa. Kama wanatupea pesa, sisi hatuna kazi yao. Washindwe. Hatuendi maandamano. Nani mwingine ya kwamba kwa hapa kusema ama activists wanapoa pesa wende walipo watu waende maandamano na walipwi, hatupei pesa, tunaenda maandamano kuna pesa tunapewa. Hapo wamekupatia, wamekuita kwa maandamano alafu akaenda kupatia pesa. Nataka kuelezea. Last time tulienda maandamano na kuna pesa tulipewa. Tunaenda maandamano tunapigwa tiaga huko, wengine wanapigwa risasi, lakini hakuna pesa inatufikia sisi. Pesa inaishia tu huko. Sasa hika tunapewa do, tunatumia huko ya watu wengine, na sasa tupewe do, tunakula tiaga sisi. Hataki maandamano kama hiyo. Tunaenda maandamano kwa sababu ya mmelipwa ama kwa sababu mko na shida? Kwa nini nyinyi huenda maandamano? Ni kwa sababu mnakuanga mmelipwa ama kwa sababu ya pesa? Shida zetu ndio zinatupeleka huko tuandamane. Hakuna pata, kuna pesa inatoka hapo tumeenda maandamano lakini hatupewi. Sasa tena maandamano kwa hiyo pesa ifikie. Kwa hiyo sisi tunakula tiaga huko na pesa inatoka makitu tunakula pesa peke yao. Sisi tunakula tiaga sawa. Unakuwa kupoza watu, unakuchongoza watu. Promise pesa ngapi? Tukasa tano sotana, hakuna mtu alipata. Kwa hivyo mmeamua aje? Tumeamua kama pesa tunafanya kazi yetu bwana, fanya kazi yetu maandamano. Wanachongoza watu, wanapiga risasi. Haya, na wewe ingia utuambie. Mimi kama halo, amjambo wote. Tunashukuru sana kwa sisi na nyama sisi. Hebu anza tena, ngoja kidogo. Kwamba anza tena na majina. Amjambo wote. Kwa jina toka jina kama jina toka Champions, ni mama Laiti. Mimi nitapongeza kwa jina langu hiyo yote nilikwambia kwa hiyo. Kwa hiyo hakuna haja tufanye na tupate tukafanya kazi maandamano. Tuende maandamano tufanye pale kazi tuchukue mabosi bila pesa. Utoke pale, wewe unajua unategemea bibi yako aenda pale, unarudi pale unapata bibi yako tena naambia wewe ulitoka poa.
wametoka mkoa kurudi mtaani tena, umekuja na mainjari, mwenye kuanza kulipa pesa pale, umeenda una kitu, umeenda kufanya ujinga, umeenda kufanya, umechomea watu vitu pale. Jina leo kwanza apigwa risasi, amelala sasa hivi, ako wapi? Na maana yake hatutaki kama hiyo yanaka hiyo, nasema kwamba hiyo ni makosa. Jua kwamba Zima Boys of course Zima Wasla najua by the way nataka nini Mwingine? Asante. Haya, mwingine. Haya, kwa majina mimi ni Joseph Matagaro. Mimi kitu inaniuma sana, mimi nimeamka asubuhi niko activist anatoka huko anakuja kunidanganya hapa niende maandamano. Mimi nikienda maandamano nimeumia, mtoto wangu atakula nini? Kula nyama yangu. Wewe tafuta watu wengine wenye wanaenda hiyo maandamano, sisi hatuendi maandamano. Asante. Mwingine? Ni aje kwa majina ni Tony Taliba. Hiki tunaweza sema tu wenyewe mayouth jo, tulikuwa tunaenda kwa hizo vitu tunatafutia familia yetu. Sasa tuna vile wa life is in fear. Exactly. Tunaenda huko, hata sisi tukienda huko ndio pesa hata wakitoa itatufikia. Lakini mashariki wa taarifa sio tunatafutwa. Sisi sura zetu tumeexpose. Exactly. Sisi tunataka in danger na pesa. Our life is in danger na sisi kule pesa tunapata. Hivyo ndio hatuwezi kupa hiyo. Haya, siseme mshikane, mseme mtaki hiyo vitu nyinyi wote pamoja. Lipwe. Mapigo risasi kichwa zikame lala ama kosa. Leo tukule tukataki. Amaza watoto mpaka sasa hivi. Haya, nasikia uchungu kwa wale watu tumepoteza kwa maandamano. Kwa hivyo shughuli ya maandamano hatutaki. Hatutaki manzeto. Tunafanya kazi yetu. Bana, Kwa majina mimi naitwa Eric. Mkazi wa mtaani. Kweli watu tunatokea maandamano. Wengine haturudi, wengine wanabaki hospitalini, wengine sasa hawaonekani. Sisi maandamano haitusaidii. Hatuendi maandamano. Asante bana. Hata na malipo, hata bila malipo hatuendi. Hata malipo yao ndio Hataki hata hizo pesa zao. Kwamba hata bibi yako anajua ni aje kama ndio umetoka umeenda huko umeenda kufanya kazi. Sawa. Umeenda kufanya kazi gani? Umeenda kufanya kazi kwenda kuvunjika. Umeenda kazi maandamano. Unakuja unapata ni aje tena umeenda maandamano. Unakuja una mguu. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, hilo ni kundi la vijana wa Gen Z ambao wamekuwa wakilipwa ili wajitokeze kwa maandamano, lakini inaonekana waliokuwa wakihusika kuwalipa hawa vijana hawajakuwa wakiwalipa vizuri, na sasa wanasema ya kwamba hakuna maandamano ambayo yatafanyika siku ya kesho kama hawatokuwa wamelipwa kitu kidogo. Vile vile watazamaji wangu, maandamano ya siku ya kesho ni maandamano ambayo tunatarajia hakuna goons ambao watajitokeza kama vile ambavyo tulishuhudia wiki iliyopita, ambapo goons waliingia wakavuruga watu, wakaiba mali za watu, wakasababisha uharibifu wa mali kule jijini Nairobi, na ni jambo ambalo lilisemekana ya kwamba gavana wa Nairobi County Mheshimiwa Johnson Sakaja alikuwa amehusika kwa njia moja ama nyingine tuma wale goons wakavuruge yale maandamano ya amani ya vijana wa Gen Z. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwaletea kutoka kule jijini Nairobi, hasa kuhusiana na maandalizi ya siku ya kesho, siku ya kukumbuka vijana wengine wa Gen Z ambao waliaga dunia mwaka uliopita tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka wa 2024. Kabla ya tamasha watazamaji wangu, ningependa kukumbusha wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.